Ndaro hoye! Kongo la Mkani Ndaro hoye! Ndamwambia dzina langu kipindi cha hili. Musilangu mtaa. Sirazi. Asante sana. Wewe mitaa. Anda na hizo mila zetu. Kongo hoye na seria mkonyonyo hoye. Sinda tekare utire kwani unaone mtini henwa. Sere mkonyonyo hoye. Hoye. Mimi acha niongee Kiswahili, sawa? Mimi madhumuni ya kuwaleta nyinyi pamoja ni kwamba kulikuja wasee pale studio wanajiita makamanda wa Zaire. Hao makamanda wa Zaire wanaimba Zaire lakini na lungo. Ushaona? Nikauliza swali nyinyi, mbona mwaimba hii Zaire, mwaita ni Zaire alafu mwaimba na lungo? Mimi sijaona kina bongo gharama wakiimba hivi. Wakasema sisi ndio original Zaire. Hivi unashukutula miro kwanza alafu tutakuletea hiyo Zaire yao ya kitoto. Akasema sawa, afutasha rekodi. Wakanambia hizi nyimbo hatutaki umpate mtu yoyote, kama ukiziuza fadhali ufaidike wewe. Lakini hatutaki upeleke kule kwa Mr. Bado kabisa, ama tupate njia tutafaidika vipi? Wakanumiza roho. Nikamwambia nitafikiria mimi. Wakaenda. Kukaja jamaa mwingine anajiita Fikirini Nzaya, Rua. Akaja yeye pia akaniuliza hilo swali afuta tusha rekodi, uweze kutafuta namna tukufaidika, lakini sitaki nyimbo zangu wapeleke wale kina Mr. Bado ama mtu mwingine, afadhali kala kugusa uwe ufaidike uwe. Mtu wa pili huyo ameniambia nifaidike na nyimbo zake, yeye amenilipa ni rekodi nyimbo zake alafu niuze mimi, niishi mimi, lakini mtu mwingine hataki. Nikajua hapa kuna kitu. Kila mtu akija ananiambia hizo after kushauza tutafanya nini? Ushaona? Sasa mimi hiyo vitu yani kiraro. Sasa mimi nikaketi chini nikafikiria, nikasema kunavyo njia tuweza tukauza hizi nyimbo. Kwanza nilipata jamaa wa Skiza Tune, huyo mtu wachukua hizi nyimbo zako wampelekea yeye akupatie code kama 001 umtumie mwenzako, alafu huyo mtu tuseme ataka nyimbo ya bongo gharama etwaje ile nyimbo Roy Komchuzi Mix. Ataka Roy Komchuzi Mix shilingi 10. Sasa shilingi 10 hiyo nyimbo utainunua shilingi 10 ili ukipiga upande ule huo wasikia nyimbo yale ya kwenye simu. Sio ushapiga simu mtu alafu ni shilingi 10, si ndio? Sasa katika zile shilingi 10, shilingi 6 zenda kwa serikali. Shilingi 3 wanachukua hao na kuachia hizo mbesi zimebaki. Sawa? Alafu hawakwambii ni nyimbo ngapi wameuza. Maana wewe uweze kupigia kila mtu hapa kwenye kutupigia soto ili confirm kama kweli tumenunua nyimbo yako, utachoka. Sasa wategemea hao. Na uwezo kumaliza miezi 6 usipate pesa yoyote. Kuna shilingi 10 anunua nyimbo alafu wanakuonyesha kwa ni pesa ngapi zaingia. Lakini hawatakwambia ni watu wangapi wamenunua hizo nyimbo. Sasa mimi nikafikiria hizi watu wengi washanambia mitatu chukue hizi nyimbo zetu tuweke kwenye mtandao. Huwa wengine wanakataa mimi. Nasema yani huyu mzee amekuja rekodi hapa nyimbo, amenilipa pesa alafu niwapatie watu nyimbo zake bure. Sitamwambia kama nimeweka, naomba nimeweka, lakini sasa nakuta ngoja nitafute maarifa ili niweke pahali ambapo pia yeye atapata pesa. Sasa nikafikiria mpaka nikaja na wazo. Wale watu ambao wanatumia ujuzi wa kutengeza hizi application, ile shule ambayo wameenda, pia mimi nimeenda hiyo shule. Wale walimu ambao waliofundisha mpaka watengezeze application ambao ndo waseme wachukue hizi nyimbo zetu, wazingize kwenye mitandao yao, wauze ndo watupatie pesa. Huo ujuzi huo pia mimi niko nao. Lakini huo ujuzi mimi singeweza ufanya nikiwa peke yangu kwa sababu itakuwa itanigharimu sana kwa serikali. Sasa nikasema vile niko na hao wazee wa Kigiriama wa Zaire na wanataka kuuza nyimbo zao, kwa nini nisiwaite mimi nikawaambia huu ujanja kwamba tukishikana sote tukitengeza grupu kwa jina moja
nikitengeza huu mtandao ambao utakuwa ni kampuni yetu sote, kwa sababu tutakuwa tumeuregister kwa majina yetu. Kwa sababu tukiregister kwa majina yetu itakuwa kila mtu hapa kwenye mtandao ana akaunti yake. Yaani pesa ikiingia haiingii kwa akaunti kubwa, kwa akaunti ya Zaire la Mukani Ndaro ndio watu wagawanyiwe pesa. Kila pesa automatic ingia kwenye akaunti yetu. Tuseme mtu yuko Ulaya amenunua nyimbo ya Zoezi ama vipi ile ya Bolingo Te, amenunua hiyo nyimbo, amenunua kwa shilingi 20, si ndio? Amenunua shilingi 20, tunampatia shilingi 5 yake huyu. Alafu automatic zile pesa ambazo ziko pale ambazo zimebakia zaingia kwa kila akaunti ya mmoja wetu hapa, kwa sababu sisi tutakuwa tuko kampuni. Alafu hapa itakuwa yaonyesha ni nyimbo ngapi na watu wangapi wamenunua hizo nyimbo, kwa sababu hii kampuni itakuwa ni yetu, kwa sababu kila kitu tutakuwa tuamonita wenyewe. Hiyo application inayosema kwa mfano ni hivi, hii ni simu hii. Hii simu kila mtu ana simu kama hii, si ndio? Simu kama hii. Muona hivi vitu zaitwa app hizi. Mwaziona kuna YouTube. Muona WhatsApp ni app, YouTube. Si mnaona hizi vitu? Hii vitu si bure. Utanunua hii simu lakini hivi vitu haviko WhatsApp mpaka udownload, si ndio? Si unatumia download ni 50 MB. 50 MB ni shilingi 50. Si ndio? Kama una bundles zinatoshwa 50 megabytes ambaye shilingi 50. Ushajiuliza hizo pesa zaenda kwa nani? Hizo pesa zaenda kwa Safaricom na yule mwenye WhatsApp. Mumenelewa? Sasa sisi kwa mfano tumetengeneza utuweuza huu ambaye uingie kwa kila simu hapa duniani. Umenelewa? Tuite la Mukani Ndaro. Ambapo hapa mtu akiingia akibofya hivi sasa anaona nyimbo za Bongo Gharama, za Zoezi, za kila mmoja wenu hapa. Na kidownload hii ni pesa. Umenelewa? Na kila inchi ina pesa yake vyake. Pesa yetu ya Kenya inaitwa shilingi. Umenelewa? Pesa ya China inaitwa yen. Umenelewa? Pesa ya Ufaransa inaitwa franc. Pesa ya German inaitwa Deutsch ama euro. Pesa ya Amerika inaitwa dola. Na kila pesa ikija Kenya huwa yaongezeka zile shilingi. Umenelewa? Tuseme hapa tuwaiuza hii hapo kwa shilingi 50. Kule tutaiuza kwa $5. Ambaye $5 shilingi 500. Ambaye kwa kila hiyo 500 hiyo yaingia kwa kila mmoja wetu hapa ambapo tutakuwa tumeregister sisi hapa. Mwanaelewa lakini? Mwanaelewa vizuri? Ndio nikasema mimi acha niwaite, nikaita hawa Mangoi kwa sababu watu wengine walikuwa siko na namba zao. Nikamweleza Zoezi akapenda kweli. Akaita wale ambao tumewapata, kwa wengine kwa tuwapigia simu tuwapata wateja. Tulipokuja tukasema acha kwa kila serikali ikipenduliwa huwa kuna serikali inaitwa interim government. Ile ni kama komiti ya kuongoza ile serikali kwa muda. Sasa tukachaguana sisi interim ili ya kuongozana kwa muda, alafu sisi wenyewe tutaketi chini tufanye kura tena tuchaguane kiofficially kala chama na kale hani nani keti nani. Umeelewa hapo Kwa vile siku ile tulipochaguana tukaamua sisi chairman awe ni Zoezi. Sawa? Treasurer awe ni huyu mama. Treasurer ni huyu mama. Alafu kuna secretary. Secretary alikuwa ni Gongolo akisaidiwa na ya Banzai. Alafu kulikuwa na discipline master yule ambaye akija kama kuna chakula kimpikwa ni nahakikisha kila mtu ampata. Kwa mfano ni tumfungua account yetu tuhakikishe kila mtu ameregister. Ni huyu anafazi Mabushe njoo. Sasa tukaelewana, tukaagana kwamba tutaitana tena wale ambao walikuwa hawakuja kwenye hiyo meeting, wale Mangoi wengine tuliwachagua hapa ketini. Tutaenda tena tujuane vizuri gari tuone vile tutakavyoipeleka. Alafu neno lingine tukaongea kwamba yule Mr. Bado pale yuko mandugu watatu, ndugu wawili.
na kila ndugu yuko na duka lake, na hilo duka anauza nyimbo zake, nyimbo zenu. Zile nyimbo zenu zamfikiaje yule pale? Najua swali mwaniuliza. Mimi after nimerekodi zile nyimbo zenu, kila mtu hapa anakuja. Bongo Gharama kwa mfano, utakuja kivyako wewe, uniwekee hapa mitaa, nitakuwekea. Wale waambukizi wako pia watakuja, wengine pia nitawekea. Sasa wale ndio wanafanya mpaka zile nyimbo zinafika kwa yule bwana. Lakini yule bwana mimi usijue kwenda kumfuata kamuuliza hizi nyimbo ni vipi, kwa sababu hamjanipatia authority ya kwamba mitaa kwanza hii leo nenda pale kwa Mr. Bado hakikishe zile nyimbo zetu hausi. Mkinipatia hicho kibali nitavifanya. Umeelewa? Jambo lingine tukaagana kwamba sisi wenyewe tuko wengi, hatuhitaji mwanasiasa kija tumla pesa kirosa ama vipi, lakini hatutaki kuweka ngwirimbiri yetu kwa mwanasiasa, kwa sababu tukiweka mwanasiasa hakutakuwa na nguvu yoyote hapa. Sisi tuko wengi hapa ama vipi, na kisha kuna wengine hawakuja, tuko karibu watu 400 na ambapo kwa kila tuseme kwa kila mtu watu 400, kila mmoja akitoa shilingi 1000 hiyo ni 400,000. Hiyo 400,000 tukishika gari kwa mfano tuenda tu nje ya Ganda hapo, tutapata hiyo 400,000, tutapata muhala mkubwa ambao kila mtu aweza akapata nafasi kujenga nyumba yake, si ndio? Si ndio? Hapo tutaweza tukatengeza kama vile Bomas of Kenya, Giriama Music Center. Umeelewa? Kila ndaro, kila grupu awe na nyumba yake. Achana nayo story nyingine baadaye. Tukagana tutachukua mlango pale sokoni. Ule mlango tutanunua kompyuta yetu, tutafute mtu ambaye tunayemwamini, tumweke pale awe sasa nyimbo zetu zauzwa na mtu mmoja kwa duka moja. Na si Malindi peke yake, tutafuta pesa nyingine tufungue pale Tezo pia kuna customer wetu. Duka lingine tufungue Kilifi, Mombasa, Kaloleni, polepole mpaka sasa tuwe na maduka mawili. Maduka ambaye mtu anaweza kaenda akaekewa nyimbo zetu, na duka ambaye liko digital ambaye liko ulimwengu mzima. Ambapo tukifungua hili nina hakika tukifungua hili duka la dunia nzima baada ya miezi mitatu. Baada ya miezi mingapi? Mitatu. Kwa kila akaunti ya mmoja wetu hapa hata kosa shilingi 50,000. Kwa sababu gani? Hapa duniani tuko zaidi ya bilioni 1. Tuseme tuko bilioni 2. Si ndio? Kati ya watu bilioni 2 hunakosa watu milioni 5 ambao wanatupenda kabisa. Katika watu bilioni 2 tukosa watu milioni 5 wanaotupenda. Hatutakosa watu milioni 5. Kwa kila mtu milioni 5 atupate shilingi 50 maana ta download hii. Mshinyinga hizi. Milioni 2 na. Ndio wale wa Gerenge view sasa kwa shasikia hawasikiza tune Boomerang, iTunes wanatengeza mamilioni kirahisi na nyimbo zenu kwa kitu kama hii. Ngoja niwapatie mfano sasa vile wanavyokudhulumu. Mimi nimejihusisha na grupu inaitwa YouTube. YouTube hapo ukeka nyimbo yako kwa kila watu 10 ukipatwa na kupatia ndururu. Umenelewa? Mimi nimeanza muziki kitambo sana, karibu miaka 5 umepita. Hii YouTube imeka manyimbo yangu, yani kama kuna mtu ambaye anafurahisha watu kwa YouTube basi ni mimi. Sasa hii wananipatia pesa ngapi toka miaka yangu ningefanya muziki? Wananipatia $3.46. Umeona? Hii hapa pesa inaandika hapa. Hii pesa inaandika. Umeelewa? Hii pesa imeandika, hii pesa hapa maandiki. Iko hapa pesa. Sawa? Sasa hao ni yao. Kwa sababu hao wanataka mpaka walete customer wengi ndio waanze kukupatia pesa vizuri. Sasa sisi tutengeza YouTube yetu sasa. Mtaelewa fikara? Tutengeza YouTube yetu sasa na sisi pia tuanze kuona pesa kama vile unavyonilamini. Sasa hiyo ndio madhumuni mimi kuita hii grupu nyinyi nyote, niwaambie nimekuja na wazo njia ya kufanya kuuza hizi nyimbo zetu za Kigiriama ili kila mtu awe na kagari kake. Asanteni. Na hachia kumwambia lero ama sina. Unayo. Kongo hoye! Hoye! Zaire ndaro hoye! Hoye! Na Malamuse baba yeha maana ya mimi kuhifadhi wesi wa Mwanza. Zere Mgonyo hoye! Hoye! Na Malamuse baba yeha maana ya mimi
kuifaso esi wa Mwanza yuyu na malamu muse kwanu nimeona ifaso esi wa Mwanza janza zitamio nikifaso esi wa Mwanza yuyu na malamu nyusi Seria mkonyo hoye nangera ngele waonda achema goma kana hoteleke bunge nangera howe ngele waonda Kongo hoye Seria mkonyonyo hoye Menga Biri Tahu Yope. Zaira mkonyonyo hoye! Hoye! Kongo hoye! Hoye! Vina yenye vivi. Nyamala si. Na hunyamala si. Na mala si. Kongo hoye! Hoye! Kongo hoye! Hoye! Zaire ya mkonyonyo nyamalani si sirikisani wenye Zaire ya mkonyonyo hoye hoye yuyu zina kumuparasi kwa ifaso wezi yuyu tumure were anazina hahoganda anaziha fili hali ha lakini were rina mtu mashauri rina mtu kare ela hukikala huna kira sisi kuna mala humtawase yuyu kwenye Zaire hukikala hunenda hukimtu wako Uganda kwa sababu wakati wa uwezo iye kumbola kuko kufika kuku Malindi were kadima tere nyuma mala humtsetsese ela hukingamba hurira kuko hunda kutuwa sisi kuko hata kusiganda kira kuko Seria mkonyonyo hoye naye akihuriza visho were atwazima were ni Nabini Kalale marehemu ari kafunaye kwa wakati wanaifa Kennedy Nzai ao dore kalani nao kucha akala na rozina ruyu kumwamba rozina kwano ni unahala zina roro na mutukana akiamba hayana mbirani bai maana rozina betaza kwa chakala na soereka kwamba rindafa vile hayari kifa nikalehani nikiamba sino huna mbola Malindi hukiza hano huna tuwani Zoezi kiamba huna za zoezi sama za mazoezi nikiamba chukua hilo jini Zoezi wa mwana ndo yuyu kalafikara ni zamu kazina bavisho hiro ni jibu wazo kalamu na tarisa kwa za usa na zarila shandilisho mzatosheka idu bado ni visho na malaniambe Seria mkonyo hoye hoye Kongo hoye yuno baba yesu wesi wa Mwanza aviria ife hiye aviria ife konjo aviria ife Bini Kalale aviria ife Bini ya mama ama aviria ife baba yei ha na malamunambire fikirero Seria mkonyo hoye hoye anaviria ife hani baba yei ha asante sana gangore gago gazorofisha na gangore na malaniambe vivi kufikira vivi baba kufikira vivi baba na maloni apishe haha vivi rero haha naanza dalaja ringine rilonda rambirwa vivi virero na undarambirwa gonye rikifika wakati wa kuria kiraho na mala uwe mwenye unipe kiraho benifeli vivi rero Seria mkonyo hoye Kongo hoye